Muhammadin TV. Pamoja tuelimishane. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. karibu mpendwa mtazamaji katika kipindi chako ibada ya funga katika Uislamu. Hadithuna اليوم عن آداب الصيام المستحبة. Leo tupate fursa nyingine tuanze kuzungumzia adabu za funga zinazopendeza, adabu za funga zilizosuniwa. Kuna mambo kadhaa ni sunna kufanywa na yule aliyefunga, inapendeza zaidi, imehimizwa zaidi mambo hayo kufanywa na yule aliyefunga. Ni katika mambo ambayo yanamuimarishia funga yake, yanaifanya funga yake iwe karibu na funga ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huna sanadhkur adadan min al-umur. Hapa tutataja mambo kadhaa, na tunapoanzia ni kwenye as-sahur. As-sahur, daku, ndio lugha nyepesi. As-sahur bifathi sin, kwa sin yenye fatha, as-sahur ma yutasaharu bih, kile chakula cha daku ndio kinaitwa as-sahur. Na as-suhur ni kule kula daku, al-fi'lu nafsuhu, الفعل نفسه. na sahur au suhuri imeitwa hivyo liannahu yaqa'u fi sahar, kwa sababu ni chakula kinacholiwa wakati huo ambao unaitwa waqtu sahar. na waqtu sahar ni ile mwisho wa usiku. Lakini as-sahur ni chakula gani? Wanasema kullu ta'amin au sharabun yataghadha bihi akhiru al-layl fi as-sahar man arada as-siyam, ni kila kinywaji au chakula kitakacholiwa na kunywiwa mwishoni mwa usiku na yule ambaye anakusudia kufunga. Muda wa daku unaanzia wakati gani? Katika vipengele muhimu vya kutambua wakati sahar. Wakati sahar akhiru al-layl qubayla as-subh, ni usiku wa mwisho kabla ya kuingia alfajiri ya kweli. Na wapo waliosema muda huo ndio unaitwa as-sahar, usiku wa mwisho kabla ya kuingia alfajiri ya kweli, na wengine wakasema as-sahar, muda ambao unaitwa as-sahar mina thuluth al-layl al-akhir ila tulu' al-fajr, ni kuanzia theluthi ya mwisho ya usiku mpaka inapoingia alfajiri ya kweli. Binaan ala hadha, kwa msingi huu, maana yake muda wa daku unaanza thuluth al-layl al-akhir, theluthi ya mwisho ya usiku mpaka kuingia alfajiri ya kweli. Lakini la shakka أن تأخير السحور إلى قبيل الفجر الصادق ذلك أحسن وأفضل. kulichelewesha daku mpaka mwisho wa usiku kabla ya kuingia alfajiri ya kweli, hiyo ndio bora zaidi. Lakini muda wake unaanza saa ngapi? Unaanza inapoingia theluthi ya mwisho ya usiku. Theluthi ya mwisho maana yake ugawe usiku sehemu tatu, ipite sehemu ya kwanza, ipite sehemu ya pili, alafu ile sehemu ya tatu, muda wa kula daku unaanzia hapo, unaendelea mpaka inapoingia alfajiri ya kweli. Ni maana inapoingia alfajiri ya kweli ndio muda wa mwisho. Unaweza ukasema usiku unaanza labda saa 1, alfajiri inaingia saa ngapi? Saa 11. Kwa hiyo utakuwa na saa 1, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10, saa 11. Tujalie ni masaa 11, inategemea na maeneo ambayo mtu yupo, au masaa 10 kwa mfano. Kwa hiyo haya masaa unatakiwa uyagawe sehemu tatu. Ukiyagawa sehemu tatu, ile sehemu ya tatu inapoanzia ndio mwanzo wa kula daku mpaka inapoingia alfajiri ya kweli. Katika yale ambayo tunatakiwa tuyajue kuhusiana na daku, kuna hikma gani kwenye kula daku? Miongoni mwa hikma kubwa iliyopo kwenye kula daku ni mukhalafatu ahli alkitab, ni kukhalifiana tu na ahlul kitab, kwenda kinyume na ahlul kitab. Fa innahum la yatasaharun, hawa mabwana wanayo ibada ya funga kwa namna wanayojua wao, lakini hawana ulaji wa daku.
Imekuja kwenye hadithi ya Amr ibn al-As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, bwana mtume aliwahi kusema, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab aklatu sahar, tofauti iliyopo kati ya funga yetu sisi Waislamu na funga ya watu wa kitabu min alyahudi wan nasara, aklatu sahar, ni ulaji wa daku. Ulaji wa daku. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema maanahu, maana hii hadithi, alfariqu walmumayyizu baina siyamina wa siyami masahur, tofauti inayotenganisha, jambo linalotofautisha kati yetu sisi kwenye funga yetu na funga yao ni daku. Fa innahum la yatasaharun, hawa watu hawali daku. Wa nahnu yustahabbu lana as-suhur, na sisi inapendeza, ni sunna kwetu kula daku. Ulaji wa daku ni ibada, hivyo kuna fadhila nyingi sana atakazozipata yule atakayehuisha ibada hii. Miongoni mwa hizo as-suhur baraka, jamani, au as-suhur baraka, kula daku ni baraka. Kwa hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, amesema Mtume alayhi salatu wassalam, tasaharu fa inna fi as-sahuri baraka, kuleni daku kwani hakika kwenye daku kuna baraka. Maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam, na imekuja kwenye hadithi ya Abdullah ibn al-Harith an rajulin min ashabi an-nabi alayhi salatu wassalam, inasimuliwa na mwingine katika masahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam, anasema dakhaltu ala an-nabi alayhi salatu wassalam wa huwa yatasahhar, nilikwenda kwa Mtume alayhi salatu wassalam nikamkuta Mtume anakula daku, akasema innaha baraka, ni baraka hii, hiki chakula ni baraka, kwenye kula daku kuna baraka. Ataakumullahu iyaha, Allah amekupeni baraka hiyo, fala tad'uuhu, msiache. Ndio maana chakula cha daku kinaitwa al-ghadaa'ul mubarak, chakula kilichobarikiwa. Qala alaykum bighada'i sahur fa innahu huwa al-ghadaa'ul mubarak, amesema haya bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Na baraka ya daku inaonekana kwenye mambo kadhaa. Miongoni mwa hayo, baraka iliyopo katika daku ni kwamba kula daku ni kufuata sunna ya bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Lakini pia kwenye kula daku kuna kupata nguvu katika kufanya ibada na taa za aina mbalimbali. Lakini pia anayeamka kula daku kwenye muda sahihi anapata fursa ya kuwa macho, muda ambao ni muda nyeti sana wa kumwomba Allah azza wa jalla, wa kumlilia Allah azza wa jalla. Katika baraka kwenye kula daku ni kwamba unakwenda kinyume na ahlul kitab. Lakini pia katika baraka za kula daku ndani ya muda ni kuiwahi salatul fajr jamaa, kwa sababu utakuwa macho kabla na adhana itaadhiniwa, uko macho, utaweza kwenda alfajiri ukasali msikitini, au utaweza kwenda msikitini ukasali salatul fajr jamaatan ma'al musallin. Lakini kadhalika min barakati sahur, miongoni mwa baraka zilizomo kwenye ulaji wa daku, anna Allah ta'ala wa malaikata yusalluna 'ala almutasahirin, Allah azza wa jalla na malaika wake wanawasalia wale wanaokula daku. Kwa hiyo kuna vitu vingi vinaashiria baraka iliyopo kwenye ulaji wa daku, masha Allah. Imekuja katika hadithi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyosema, as-sahur akluhu baraka fala tad'uhu, jamani, chakula cha daku kukila hicho chakula ni baraka, msiache. Walau an yajra ahadukum jur'atan min ma, hata ikishindikana mmoja wenu basi apate hata funda la maji. Fa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala almutasahirin, kwa sababu Allah azza wa jalla na malaika wake wanawasalia wale wanaokula daku. Daku bora kwa Muislam kama alivyosema Mtume alayhi salatu wassalam ni tende. Naam, jaa fi hadithi Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala ni'ma sahur almu'min at-tamr, daku zuri kwa mu'min ni daku la tende. Hii haina maana kwamba haifai kula kingine, lakini kama unatafuta kilicho bora, tende pia inatakiwa ipatikane. Kula daku ni sunna muakkada, ni sunna iliyosisitizwa na Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa laysa biwajib, na wala sio wajib. Kwa maana atakayepitiwa akaacha kula daku, akapitwa na muda wa kula daku, anakuja kuamka alfajiri, haina maana kwamba ameacha nguzo katika nguzo za funga, ameacha wajibu katika wajibatu siyam, funga yake itakuwa si sahihi. Hapana, usiache kama umeamka ndani ya muda, unaona uwezo wa kufanya hivyo. Lakini ikitokea umeacha
hii haifanyi funga yako kuwa ni funga ya batil. Taban ni sunna iliyokokotezwa, yule itakayempita haitaibatilisha funga yake. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ameweka mlango akauita babun barakatu as-sahur min ghairi ijab, mlango unaotaja baraka za daku, na daku limeamrishwa bila ya kuwajibishwa. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ashabu wasalu wa lam yudhkar as-sahur, kwa sababu mtume alayhi salatu wasalam pamoja na masahaba zake waliwahi kuunganisha funga na wala hapajatajwa kipengele cha daku kama ilivyokuja kwenye hadithi ambayo ameisimulia al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kwenye sahihi yake. Tumeona kwamba daku bora kwa mu'min ni tende, lakini pia tumeona ushauri wa mtume alayhi salatu wasalam, kwa sababu kuna baadhi ya watu yeye anakuambia usiku mkubwa hivyo mimi siwezi kula. Kwa hiyo mtume anahimiza kama imeshindikana kabisa, walau funda la maji, walau tama la maji. Tumeiona hadithi walau an yajra ahadukum jur'atan mimma. Jamani, chakula cha daku kina baraka, msiache hiyo baraka, msiache hicho chakula mkazipoteza hizo baraka. Walau an yajra ahadukum jur'atan mimma, hata kwa mmoja wenu anatakiwa ale daku hata kwa kupata tama au funda la maji, na hizo baraka zitakuwepo pia kwenye unywaji huo wa maji kwa nia ya kula daku. Kilicho bora ni taakhiru suhur, kuchelewesha daku ndio sunna ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, na hii ndio bora. Tumeona muda wa daku ni pale inapoanza thuluthi ya mwisho ya usiku, lakini bora zaidi, muda bora zaidi wa kula daku ni usiku wa mwisho kabla ya kuingia alfajiri ya kweli. Imekuja kwenye hadithi Anas radhiyallahu anhu anna Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu hadatha, Anas ibn Malik alisimuliwa na Zaid ibn Harith akamwambia annahum tasahharu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam thumma qamu ila as-salah, yani salat al-fajr. Zaid ibn Thabit anasema walikula daku na bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, alafu wakasimama wakaingia kwenye sala. Anasema Anas, nikamuuliza Zaid, kam bainahuma, palikuwa na muda gani kuanzia nyinyi kumaliza kula daku mpaka kuingia kwenye sala? Akasema qadru 50 au 60, yani aya, wastani wa kusoma aya 50 au aya 60. Kwa hiyo Zaid ibn Thabit alikula daku na bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kuanzia muda wa kumaliza kula daku mpaka kuingia kwenye swala ni wastani wa kusoma aya 50 au aya 60. Imekuja kwenye riwaya ya al-Imam al-Bukhari an Qatada an Anas ibn Malik anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa Zaid ibn Thabit tasahhara falamma faragha min sahurihima qama nabiyullah sallallahu alayhi wasallam ila salati fasallaya, walipomaliza kula daku akaingia kuswali. Qatada anasema qultu li Anas, mimi nikamuuliza Anas, kam kana baina faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fi salah, kulikuwa na muda gani kitambo wamalize kula daku ndo waingie kwenye sala? Palikuwa na muda gani kuanzia kumaliza kula daku mpaka waingie kwenye sala? Qala qadr ma yaqra'u ar-rajul 50 aya, wastani wa mtu kusoma aya 50. Maana yake ni muda mfupi sana sana sana, ni muda mfupi sana sana sana. Sasa aya 50 waliokadiria wanasema ukizipa muda mrefu ni robo saa, ukizita muda mrefu ni robo saa. Taban huna masala muhimma jiddan. Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa na waadhini wawili wanatajwa sana katika masala ya kufunga, waadhini wa alfajiri, Ibn Ummi Maktum na Bilal ibn Rabah. Aliwahi kusema anapoadhini Bilal ibn Rabah, adhana yake isiwazuie kula wala kunywa, lakini anapoadhini Ibn Ummi Maktum msiendelee kula. Adhana hiyo inahalalisha sala, inaharamisha kula, na Ibn Ummi Maktum alikuwa ni kipofu, hadhini mpaka ambiwe kumepambazuka. Na kati ya adhana mbili wanasema qadr ma yanzil hadha wa yartaqi hadha, ni kiasi cha huyu kushuka na huyu kupanda. Kwa hiyo hii adhana mtume akaifanya ni miongoni mwa alama pia taban za kuonyesha kwamba muda wa kula daku umeisha. Ninachotaka kukisema hapa, waadhini mnaoadhini kwa ajili ya swala ya alfajiri, mlizingatie hili. Hakikisha unaadhini baada ya kuwa alfajiri ya kweli imeingia. Kuna wengine tu wanasema katika mlango wa tahadhari dakika 10 kabla anaadhini. Kuna watu wanafanya hiyo adhana ndio mikati yao.
wamefanya hiyo adhana ndio alama ya kujua muda wa kula umeisha. Sasa kama wewe utaadhini kabla ya muda, utaanza kuwafungisha watu kabla ya muda, wengine utawatia kwenye viki, labda alikuwa mtu ana chakula mdomoni aanze kutema au mfano wake. Almuhim, kipindi bora cha kula daku ni usiku wa mwisho kabla ya kuingia alfajiri ya kweli. Imekuja hadithi ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, ni muhimu hadithi hii tukaizungumzia kidogo. Hadithi ya Abu Huraira, amesema Mtume alayhi salatu wassalam, idha samia ahadukum an-nida, mmoja wenu atakaposikia adhana, taban adhana ya alfajiri, yule ambaye anakwenda kufunga, walinau ala yadihi, ili hali mkononi mwake ameshika chombo, labda maji anakunywa mfano wake, fala yada'uhu hatta yaqdi hajatahu minhu, asikiweke kile kikombe chini mpaka amalize ile haja yake, kwa maana anywe vile alivyokuwa anahitajia kunywa. Na huku tunaambiwa adhana ya Ibn Ummi Maktum alikuwa anaadhini baada ya kuambiwa alfajiri imeingia. Sasa hapa imekaaje? Wanasema ahlul ilmi alayhim rahmatullahi ta'ala, ni ataje haya tu kwa mukhtasari, kwa maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam aliposema, idha samia ahadukum almuadhdhina walina'u ala yadihi fala yadau hatta yaqdi hajatahu minhu. Amesema al-Imam al-Khattabi kwenye kitabu chake Maalimus Sunan, sharh Sunan Abi Daud, anasema qultu, nasema hivi, hadha ala qawlihi, hadithi hii inafasiriwa kwa hadithi nyingine ya Mtume alayhi salatu wassalam aliposema, inna bilalan yuadhinu bilailin, Bilali anaadhini usiku, fakulu washrabu hatta yuadhina Ibn Ummi Maktum, endeleeni kula na kunywa mpaka atakapoadhini Ibn Ummi Maktum. Kwa hiyo adhana aliyoizungumzia Mtume ni ile adhana ambayo haiharamishi kula, iliyoadhiniwa kabla ya alfajiri ya kweli kuingia. Hii ni tafsiri ameeleza Imamu al-Khattabi, akasema au yakunu maana, au inawezekana tukapata maana nyingine kuwa ni hivi, an yasma al-adhan wa huwa yashukku fi subh, kweli mtu amesikia adhana ya alfajiri lakini ana mashaka kwamba huyu muadhini inawezekana kawahi, yeye ana yakini kwamba alfajiri ya kweli bado. Kwa hiyo adhana hiyo isimzuie kula na isimzuie kunywa. Hivi ndivyo walivyoeleza wanazuoni ahlul ilmi alayhim rahmatullahi ta'ala. Haina maana kwamba unaruhusiwa kuendelea kula na kunywa baada ya kuingia alfajiri ya kweli. Hapana, Allah anatuambia wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Katika tuliyofundishwa na Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ni sunnatu iftari as-saim ba'da al-ghurub wa adam al-muwasala, sunna ya kufungua baada ya jua kuzama na kuto kuendelea na funga. Na hapa ni haraka kuwahi kufungua maadamu jua limeshazama. Aliwahi kusema alayhi salatu wassalam, idha aqbala al-laylu min ha huna wa adbara an-naharu min ha huna wa gharabat ash-shams faqad yaftara as-saim, usiku unapoingia kutokea upande huu, upande wa mashariki, sababu usiku unaingia kuanzia mashariki, ndio maana walio mashariki wanawahi kufungua kuliko walio magharibi. Wa magharibi wanachelewa, pamoja na kuwa huko ndio jua linazama, kule mchana unaishia na huku usiku unaingia. Kwa hiyo Mtume akasema, idha aqbala al-laylu min hahuna, usiku unapoingia kupitia upande wa mashariki, wa adbara an-naharu min hahuna, na mchana ukatoweka kupitia upande wa magharibi, wa gharabati ash-shamsu, na jua likazama, faqad aftara as-saim, hapo aliyefunga anifungua, bimaana umefika muda wa kufungua kwa yule aliyefunga. Na sunna ni kuwahi kufungua. Imekuja kwenye hadithi ya Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhuma, anasema kunna ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar, tulikuwa na Mtume alayhi salatu wasalam safarini, falamma gharabat ash-shamsu, jua lilipozama, qala li rajul, bwana Mtume alimwambia mtu, inzil fajdah lana, nenda katukorogee uji. Qala ya Rasulullah ash-shamsu inna alayka naharan, fi riwaya, ewe Mtume wa Allah, jua mbona kama vile halijazama vizuri. Bwana Mtume akamwambia, inzil fajdah lana, katukorogee uji wewe. Akamwambia, lau intadharta hatta tumsia, subiri ya Mtume Allah mpaka jioni ingie vizuri. Qala inzil fajdah lana, nenda katukorogee uji. Kisha akasema alayhi salatu wasalam, idha raaitumul layla aqbala min hahuna faqad aftara as-saim, wa ashara bi usbu'ihi qibala al-mashriq. Mtume akaelekeza kwa kidole chake upande wa mashariki. Idha raaitumul layla, mnapoona usiku, aqbala min hahuna, umeanza kuja kupitia upande huu, upande wa mashariki, faqad aftara as-saim, umefika muda kwa aliyefunga kufungua.
Kwa hiyo kinachotakiwa hapo ni ta'jilul iftar baada tahaqquqi ghurubi shams, ni kuwahi kufungua mara tu baada ya kuthibitisha kuwa jua limezama. Qala alayhi salatu wassalam fi alhadith alladhi yarwihi Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi, la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr, watu wanakuwa wako kwenye khairi maadamu wanawahi kufungua. Haina maana ule kabla ya jua kuzama. Kuwahi kufungua ni baada ya jua kuzama. La yazalu ad-dinu dhahiran ma ajjala an-nasu al-fitr. Mtume alayhi salatu wassalam anasema dini itabaki kuwa juu, kuwa dhahiri madamu watu wanawahi kufungua. Lianna al-yahuda wan-nasara yuakhirun, hii ni kwa sababu mayahudi na manasara wao wanachelewa kufungua. Kwa hiyo wale ambao leo wanajilewesha kujifungua wanajishabihisha na ahlul kitabi iyadhan billah, na yapo baadhi ya mapote kwa maksudi kwamba wao thumma atimu siyama ila al-layl, mpaka kiza kiingie. Al-layl ni hii iliyofasiriwa na Mtume alayhi salatu wasalam, idha aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat ash-shams faqad yaftara sa'im. Na tumeona hadithi ya Abdullah ibn Abi Aufa, inzil fajdah lana, bado kuna ule unjano lakini jua lishazama. Mtume anasema koroga uji tufungue. Kwa nini tukhalifiane na Mayahudi? Wao wanasubiri giza, sisi tusisubiri giza. Sisi jua likizama khalas tunatakiwa tufungue. Kwa hiyo wanaosubiri kiza ndio wafungue, hawa wanajishabihisha na ahlul kitab iyadhan billah. Kwa hiyo zimekuja hadithi kadhaa za bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam akielezea na kuhimiza watu kuwahi kufungua maadamu tu tahaqqaqa ghurub ash-shams. As-sunna fi al-iftar an yakuna ala rutab, fa in udima fatamr, fa in udima fama. Sunna ni mtu kufungua kwa rutab, tende tosa zile ambazo hazijakauka. Akikosa ni tamr, tende za kawaida zile zilizotimia kukomaa. Akikosa maji. Ndio taratibu wa Mtume alayhi salatu wasalam ulikuwa hivyo. Anasema Anas ibn Malik, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam yuftir qabla an yusalli ala rutabat. Mtume alikuwa anafungua kabla ya kuswali. Swala gani? Swala ya maghrib. Fakana yakulu qabla an yusallia, bimaana yuftir, alikuwa anafungua kabla ya kuswali. Ni sunna pia hii, madam cha kutumia ili ufungue kipo, tumia alafu ndio ukaswali. Usijifanye mcha Mungu kwamba naswali kwanza nirefushe muda wa kufunga. Hapana, utakuwa umekwenda kinyume na sunna. Fakana an-nabii alayhi salatu wasalam yuftir qabla an yusalli ala rutabat. Bwana Mtume alikuwa anafuturu kabla ya kuswali, anatumia rutab. Rutab, tende zile ambazo hazijakauka, na wanasema zina kiwango kikubwa cha maji kuliko tende zile ambazo zimeshakauka. Fa in lam takun rutabat fa ala tamarat, akikosa hizo anatumia tende kavu. Fa in lam takun tamarat hasawatin mimma, akikosa hizo tende basi anapata matama kadhaa ya maji. Tujalie umekosa rutab, umekosa tamr, umekosa maji, tuftir ala ma tayassar lak min ta'amin au sharabin halal. Umekosa vyote hivi ambavyo Mtume alikuwa anavitumia. Maji pia umekosa, tende umekosa, rutab hizo tende tosa umekosa, basi fungua kwa chochote cha halali, kiwe ni chakula au kinywaji. Umekosa pia tanwi al-iftar biqalbik, umekosa chakula na kinywaji chochote cha kutia mdomoni, usikusanye mate. Dhahaba dhamau, hapana. Kuna baadhi ya watu hufanya hivyo, akikosa kitu basi ayakusanya mate ayabugie. Kama mate yanafunguza, ungekuwa ushafungua zamani wewe. Huu mchana wote umemeza mate mara ngapi? Kwa hiyo mate hayafunguzi. Ukikosa chakula cha kutia mdomoni cha kufungua kinywa, basi unafungua kwa nia yako kwamba sasa mimi na saumu khalas. Lakini aidan miongoni mwa sunna an yad'u 'inda al-iftar wa athna as-siyam, mtu aombe wakati wa kufungua na muda wote wa kufunga. Tunajipotezea jamani hii fursa. Mchana mzima umefunga, omba. Bali hata usiku una fursa ya kuomba wewe mfungaji. Na katika dua ambazo ni dua makbula ni pamoja na dua ya mtu aliyefunga, wala hadithu fi dhalika mashhura. Hadithi kwenye hili ni hadithi nyingi mno. Hapa napenda nikumbushe katika sunna tulizohimizwa na Mtume alayhi salatu wasalam ni taftiru saimin, ni kuwafuturisha waliofunga. Kuna khairi kubwa sana. Imekuja kwenye hadithi ya Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu kuwa Mtume alayhi salatu wasalam amesema, man fattara saiman, yoyote atakayemfuturisha aliyefunga, kana lahu mithlu ajri, atalipwa ujira aliyolipwa yule aliyefunga,
ghaira annahu la yanqusu min ajli as-saimi shay'a, pamoja na kutambua kuwa huyu aliyefunga akafuturishwa hapunguziwi chochote katika funga yake. Ni sunna hii pia bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, na Mtume kahimiza, ni vyema nasi tukaitumia fursa hiyo. Katika mambo yanayopendeza miongoni mwa adab za funga ni kathratul qiraa wadhikr waddua wassalah wassadaqa, kukithirisha kusoma Qur'an, dhikr, dua, sala za sunna, sadaqa. Na atakayeweza kwenda kufanya umra ndani ya Ramadhan kadhalika afanye hivyo. Mtume alayhi salatu wasalam, kama ilivyokuja kwenye hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ajwada an-nas wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Bwana Mtume alikuwa anajitolea sana, kwa maana pana ya neno kujitolea, na alikuwa anajitolea zaidi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Anajitolea ilmu yake, nafsi yake, mali yake, jaha yake, wa hakadha. Pale anapoweza kufikisha manufaa kwa namna yoyote anayafikisha bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ni muhimu Muislamu mwezi wa Ramadhan kwako ukawa ni mwezi wa mavuno. Lakini miongoni mwa sunna zilizosahulika ndani ya Ramadhan ni asiwak, ni sunna ya msuwaki. Kuna baadhi ya watu wanahisi mtu akifunga basi yeye na msuwaki ni vitu viwili tofauti. Hapana, msuwaki ni sunna kwenye nyakati zote. Msuwaki ni sunna kadhalika kwa yule aliyefunga. Mtume alayhi salatu wasalam anaonekana akipiga msuwaki akiwa anafunga zaidi ya mara moja, na inatosha himizo la msuwaki maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam, asiwaku matharatun lilfam mardatun lirrabb, msuwaki unasafisha kinywa, unamridhisha Allah. Kwa hiyo hata kwa aliyefunga asije akaja na hoja kwamba ninapopiga msuwaki ile harufu ambayo inapendeza mbele ya Allah kuliko harufu ya miski itapotea. Ile haipotei, ile inatoka kwenye tumbo, kwa sababu ya tumbo kukosa chakula na kinywaji. Kwa hiyo unachosafisha wewe ni meno. Wanasema ahlul ilmi, asiwaku mustahabun fi kulli hal, msuwaki unapendeza katika kila hali, lakinahu ashaddu istihbaban fi alahwali alatiya, lakini inapendeza zaidi kupiga msuwaki kwenye hali zinazofuata. Hali ya kwanza, mtu anapoamka kutoka usingizini, nitakwenda kwa haraka haraka. Hali ya pili, mtu anapotawadha. Hali ya tatu, mtu anapotaka kuswali. Hali ya nne, mtu anapoingia nyumbani kwake, na hali ya tano, pale harufu ya mdomo inapobadilika kwa sababu yoyote ile, kwa sababu ya kula, kwa sababu ya kusema sana. Maana wanasema kusema sana pia kuna badilisha harufu ya mdomo, kwa sababu ya kunyamaza muda mrefu. Lakini kadhalika miongoni mwa nyakati ambazo inapendeza zaidi kupiga mswaki inda qiraati alquran, wakati mtu anataka kusoma Quran, kabla alkhuruj min albayt ila sala, kabla ya kutoka nyumbani kwako kwenda kuswali. Kadhalika ni miongoni mwa nyakati ambazo inapendeza zaidi kupiga mswaki. Miongoni mwa mambo ya kuzingatia na inapendeza kwa mtu aliyefunga ni kaful jawarih an fudhuli alkalam wassam', kujizuia na maneno yasiyokuwa na faida na kusikiliza vitu ambavyo havina faida. Ili funga yako iwe funga salama, unatakiwa ulinde masikio yako, ulinde kadhalika ulimi wako, ulinde kadhalika macho yako, na ujipambe na sifa ulizojipamba nazo wema waliotangulia. Walikuwa wanapokuwa kwenye siyam, japo yalikuwa ndio maisha yao ya kawaida, funga yao haikuwa funga ya kuacha kula na kunywa tu. Hapana, hii inaitwa saumul umum, saumu ya watu wote. Hii kuacha kula na kunywa tu kila mtu anaweza, lakini angalau funga yetu iwe ni saumul khawas au khawasul khawas, iwe funga ya watu maalum ambayo mtu akifunga zaidi ya kuacha kula na kunywa, lakini viungo vyake kadhalika havitafunga, atavitumia viungo vyake katika yale mambo ya kumridhisha Allah azza wa jalla. Hizi ni baadhi ya adabu siyam almustahabba, na leo tukomea hapa. Tukutane majlisi ijayo insha Allah taala, ili tuone tutakuwa na lipi la kukumbushana. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammadin TV, pamoja tuelimishane.